Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Imetolewa tarehe 16 Oktoba 2025. Tangazo la nafasi za kazi. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya MDAS na LGAS anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 17,710 kama ilivyoainishwa katika tangazo hili. Hizi ni nafasi mpya kabisa ambazo zimetolewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Na nafasi ni nyingi kweli kweli, 17,710. Na mmojawapo ya nafasi hizo ni mhasibu daraja la pili, accountant grade 2, nafasi 131. Nafasi zingine ni afisa ukuzaji viumbe kwenye maji, msaidizi daraja la pili. Hapa ni nafasi moja. Nafasi zingine ni msaidizi wa hesabu daraja la pili, accountant assistant grade 2. Hizi ni nafasi 126. Nafasi zingine ni afisa tawala daraja la pili, administrative officer grade 2, nafasi 32. Mwingine ni afisa hesabu daraja la pili, accountants officer, nafasi 224. Nafasi zingine ni mhandisi kilimo daraja la pili, nafasi 24. Nafasi zingine ni afisa uvuvi msaidizi daraja la pili, assistant fisheries officer. Hapa ni nafasi 35. Nafasi zingine ni afisa kilimo msaidizi daraja la pili, agricultural field officers, nafasi 292. Hizo ni baadhi tu ya nafasi, lakini kumbuka ni 17,710. 17,710. Hizo ni nafasi za ajira katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa chini ni masharti ya jumla. Namba 1, waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri usiozidi miaka 45 isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. 2, waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Namba 3, waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza, detailed CV yenye anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa kuaminika. 4, waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa kilichothibitishwa na mwanasheria au wakili. 5, waombaji kazi ambao ni waajiriwa katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelezo yaliyopo katika waraka namba CAC/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010. 6, maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili ambavyo ni vyeti vya kuzaliwa, kidato cha 4, kidato cha 6 kwa wale waliofikia kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Postgraduate degree, advanced diploma, certificates, cheti cha mtihani wa kidato cha 4 na cha 6, computer certificate, vyeti vya kitaaluma, professional certificate from respective boards. 7,
testimonials, provisional results, statement of results, hati matokeo za kidato cha 4 na cha 6, yani form 4 and form 6 result slip havitakubaliwa. 8. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika, TCU, NECTA na NACTE. 9. Waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wana kibali cha katibu mkuu kiongozi. 10. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. 11. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 29 Oktoba 2025. 12. Kumbuka kuambatisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Katibu, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, Sanduku la Posta 2320, Mtaa wa Mahakama, Tambukareli, Dodoma. 13. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira, recruitment portal, kupitia anwani ya portal.ajira.go.tz. Anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya serikali ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment portal. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Limetolewa na Katibu, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.